Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ujumbe wa kanisa Katoliki duniani kwa sasa ni mmoja tu, haki. Na wameieleza waziwazi kuwa bila haki hakuna amani. Ujumbe huu umechana anga kutokea Vatican kwa Papa Leo wa 14, Robert Francis Prevost, ambaye mapema jana tarehe 16 Novemba mwaka 2025 ambapo ametoa wito kwa viongozi wa mataifa duniani kuheshimu maskini na malalamiko walionayo, huku akisisitiza hakuna amani bila haki. Ujumbe huu umelandana na ule uliotolewa na Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC, uliosisitiza kutendwa kwa haki nchini. TEC kupitia rais wake Wolfgang Pisa imesisitiza kuwa haja ya kulindwa kwa haki za msingi za wananchi ambazo kupokwa kwake kumesababisha hali ya usalama kutikisika nchini na kupelekea maandamano ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Askofu Pisa amesema maaskofu wamegundua kuwa chanzo cha maandamano hayo kinatokana na mambo makuu matatu. Jambo la kwanza amesema kuwa ni usalama, ambapo ameeleza kuwa kumekuwepo matukio ya waziwazi ya mauaji, utekaji, kupigwa na kuumizwa kwa raia bila kushuhudiwa hatua thabiti za kuyakomesha. Amekumbusha kuwa katiba ya Tanzania inatamka wazi kuwa kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata hifadhi ya maisha kwa mujibu wa sheria. Sababu ya pili amesema ni kukosekana kwa demokrasia ya kweli katika upatikanaji wa viongozi, jambo ambalo limekuwa kilio cha muda mrefu na halijapatiwa ufumbuzi kwa muda mrefu. Tatu, amesema ni utendaji wa baadhi ya mihimili ya dola, akibainisha kuwa hasira ya wananchi imeongezeka kutokana na kukosekana eneo la kupeleka malalamiko yao na kuyafanyia kazi pale haki zao zinapokiukwa. Ujumbe wa Papa leo umepigilia msumari msimamo wa kanisa hilo, ambapo Papa ameeleza kuwa watawala wamekuwa wakipuuza haki za wananchi. Kupitia mtandao wa X tarehe 16 Novemba mwaka 2025, Papa huyo aliweka chapisho likisema, "Nawasihi maraisi na viongozi wa mataifa kusikiliza kelele za maskini. Hakuna amani bila haki." Ameeleza kuwa mara kadhaa kilio cha maskini kimekuwa kikinyamazishwa na watawala kupitia kile alichokiita dhana ya ustawi na maendeleo yasiyowajumuisha wote. Maskini wanatukumbusha jambo hili kwa namna mbalimbali kupitia uhamiaji pamoja na kilio chao ambacho mara nyingi hunyamazishwa na dhana ya ustawi na maendeleo yasiyowajumuisha wote, ameandika Papa Leo wa 16. Hii ni Mwanahalisi TV, niite King Nyorobi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.